Mwezi mtukufu wa Ramadhan, juhudi za kuokoa vijana dhidi ya uraibu wa dawa za kulevya na ushawishi wa magenge zimepata nguvu mpya kupitia uzinduzi wa programu inayolenga kujitosa katika kuhakikisha mustakabali bora kwa vijana. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Yatim Sheikh Mohamed Abdi Obo amesema dhamira ya mpango huo ni kuwawezesha vijana kurejea katika misingi ya maadili, kujitambua na kujijengea maisha bora kupitia mafunzo ya kiroho pamoja na miradi midogo midogo ya kujitegemea itakayowaepusha na uhalifu au kujiunga na magenge ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mwiba kwa wakazi wa Pwani. Allahu Akbar. Kijana leo amekuwa ndio gumzo kila mahali tunapokwenda. Ni kutaka kujua kwa nini kijana ana tatizo gani na kijana ana shida gani. Ni kweli lawama zimekuwa nyingi. Tunataka kujua kiini cha lawama ni nini, na hawa watoto kwa nini wanalaumiwa, sababu zinazowapelekea wao mpaka kulaumiwa ni kitu gani. Ndio maana tumekuja na programu hii Kijana Badilika na Sheikh Obo. Kwa lugha nyepesi ni kutaka kujua matatizo yanayowatatiza vijana ili tuweze kuwatatulia. Sisi vijana sisi promise hapa na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu tutakuwa naye bega kwa bega, hatutomwangusha kwa lolote lile inshallah. Tutamuonesha kwa sisi tuko hivi. Hii ni bahati mbaya ndio maana tuko hivi. Kimadama ameamua sisi tukanaye bega kwa bega, mkono kwa mkono inshallah, tutampromise hatamwangusha inshallah. Kwa hivyo Sheikh Obo, ukiangalia makazi hatuna, kwenda kupale marikiti kupata shilingi 10, 20 za kula, ndio hivyo bwana. Nataka kupigania kijana yote wa Mombasa, Kisauni kwa jumla. Mungu akijalia inshallah biidhnillah. Safari ndio inaanza sasa hivi, leo tumefungua. Wiki inayofuata tutakwenda maskani, baada ya maskani. Naam, mtazamaji.